Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Obedi Katunzi. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Ametupa neema tena. Tunaingia mwaka mwingine, mwaka 2026. Yako mambo ambayo nataka nikukumbushe ya kwamba pindi Mungu anapotupa siku, Mungu anapotupa miaka, huwa anatupa miaka kwa ajili ya matengenezo. Kuweka mambo yetu vizuri ili atakapokuja basi tupate neema ya kuwa pamoja naye. Watu wengi wamekuwa wakisherekea siku ya mwaka mpya. Sio mbaya, lakini lazima ujiulize unasherekea kwa kipi? Laiti kama Mungu angelikuchukua mwaka huo, usingeweza kuingia mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha yako hayakuwa vizuri na Mungu. Kwa hiyo unapopewa mwaka mwingine 2026, ni mwaka wa kujitafakari na kuanza kutembea na Mungu upya katikati ya maisha yako. Ikiwa hujapatana na mtu, Biblia inasema tafuteni kuwa na amani na watu wote. Ikiwa una neno na mtu, ikiwa umegombana na mtu, au upatani na baba, upatani na mama, hata kama walifanya makosa, ni vizuri kutengeneza. Ikiwa ulikuwa mwizi, mdanganyifu, mtu asiyefaa katika jamii mbele za macho ya Mungu, ni muda wa kufanya matengenezo. Mwaka 2026, fanya matengenezo. Yale ambayo hukuweza kuyafanya, yani kumtumikia Mungu katika uaminifu, mwaka huu 2026 tunapoingia, Mungu akupe neema ya kufanya haya ninayokuambia. Kwa sababu mwaka huu Mungu amekupa kama zawadi. Mwaka huu 2026 Mungu amekupa kama neema. Fanya na Mungu atakubariki sana. Kukaribisha katika mkesha mkubwa ambao tutakuwa tukimwomba Mungu ili Mungu atupe nguvu sasa ya kuingia mwaka mwingine, lakini tukitengeneza yale ambayo yamesalia, yale ambayo Mungu anataka tuyafanye. Nikukaribishe sana kanisani. Njoo tukeshe pamoja, njoo tumlilie Mungu, njoo tumuombe Mungu. Mwaka unaoingia uwe ni mwaka wa matengenezo, mwaka wa mahusiano mazuri na Mungu, kutembea katika neema ya Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, amen.